Leo tumefanikiwa kuchukua sehemu ya ugonjwa ndani ya ubongo kwa kutumia kifaa maalum ambacho kinamuongoza daktari mpaka shida ilipo bila kufungua fuvu wala kutumia mionzi ya x-ray kama ambavyo labda ingetumika wakati mwingine, au hata CT scan kwamba inafanyika kwanza alafu ndo anaanza kufanya kama anabahatisha. Hii ni hatua kubwa sana kwa sababu sasa inaongeza wigo wetu wa kuhudumia wagonjwa ambao wanakuja katika taasisi yetu wenye matatizo katika uti wa mgongo, wenye matatizo katika mgongo, wenye matatizo katika ubongo. Na mtaalamu wetu mzawa mwenyewe amefanikisha zoezi hili chini ya usimamizi na uangalizi wa watu tunaofanya nao kazi kwa ushirikiano wa karibu sana waliokuja kwetu kutoka Marekani katika mji wa New York kule Cornell. Sasa hii maana yake nini? Maana yake ni kwamba uwekezaji mkubwa ambao serikali imeendelea kufanya katika taasisi za kutolea huduma ya afya imezidi kuendelea katika viwango vya juu, ambapo sasa matatizo yote ya mgongo yanaweza kupata ufumbuzi katika taasisi yenu wananchi ya Moi. Labda tuseme hivi, Akiliunde ni sehemu ya teknolojia ya kidijitali inayosaidia kuchukua baadhi ya majukumu ambayo tumekuwa tunayafanya kila siku. Yameingizwa kwenye mashine, yanafanywa kwa namna ambayo yanaweza kutupunguzia sisi mzigo. Na hii inaongeza ufanisi. Lakini pale pembeni mliona kulikuwa na mashine ambayo inamfanya mgonjwa aendelee kulala wakati wa upasuaji. Sasa ile ndio mfano thabiti wa Akiliunde. Kwa sababu ile inachukua umri, uzito, urefu wa mgonjwa. Alafu yenyewe inafanya mahesabu. Na inamwambia yule mtu kama wewe usizidisha dawa hii kwa kiwango fulani, dawa hii baki kwa kiwango fulani na inakutoka kwa kiwango fulani. Kwa naweza nikasema tu kwamba hii imefanya kazi iende haraka zaidi. Kwa namna hiyo tutakuwa na wagonjwa wengi wanaweza kuhudumiwa kwa mara moja kuliko ilivyokuwa. Kwa sababu ile nyingine sasa inabidi upange. Kwamba kwa siku hao wataalamu wanaweza kafungua labda mafuvu 3. Lakini kwa hili tunataka kufanya mpaka 9, mpaka 10, mpaka 12. Kwa sababu ni kufungua tu sehemu ya ngozi kutoka kwenye mfupa, kuna utaalamu unatumika, sindano inapelekwa mpaka kwenye ile sehemu inachukuliwa, mgonjwa anatulizwa, kuna anayeweza kufanyiwa kipimo pale pale inaitwa cold biopsy, alafu kuna wengine inabidi wasubiri kutokana na aina ya shida ambayo inaweza kuwa iko pale. Kwa ndio tunavyoweza kusema namna hiyo. Jambo la kwanza, teknolojia hii inatuongezea ufanisi kama ambavyo ametangulia kusema mkurugenzi mkuu kwamba inaweza kutuhakikishia kufika katika eneo linalotakiwa kwa uhakika, sehemu ambayo ilikuwa haiwezekani. Lakini pamoja na hivyo tunafanya hivyo kwa muda mfupi kuweza kufanya hiyo procedure ambayo ingelichukua muda mrefu na kufanya wagonjwa wachache kwa siku. Na kwa upande wa pili kwamba je, ina madhara? Kwa kweli madhara hakuna, kwa sababu jambo la kwanza tukiangalia ni faida zaidi, kwa sababu kama isingelikuwepo inabidi tufungue sehemu kubwa na njia tunayopita kwenda kufuata kile kuvimbe kilichoko ndani kabisa ya ubongo ingekuwa ni njia ya kuumiza, na mgonjwa angetoka akiwa na madhara makubwa zaidi kuliko hata kabla hajafanyiwa. Lakini sasa hivi ile njia unayopitia inakuwa ni salama, ni njia ndogo na unafungua sehemu kidogo, na alisema vizuri mkurugenzi kwamba mgonjwa kukaa hospitali inakuwa ni muda mfupi. Kwa utaongeza namba ya wagonjwa, utaondoa vidonda vikubwa, lakini watakaa hospitali kwa muda mfupi. Kwa hiyo uchumi wa wagonjwa na ndugu zao utakuwa umeokolewa, kwa sababu ile kumweka hospitali muda mrefu itakuwa imeokolewa. Lakini imeokolewa na nini? Na akili mnemba ambayo imekuwa ikitumika au Akiliunde. Kwa hiyo kwa kifupi niseme madhara hakuna, wala changamoto, nadhani hakuna changamoto kubwa katika kutumia. Hii ni sehemu ya usaidizi katika kufanya kazi. Thank you, Dr. Mapoki and Dr. Lameri and Dr. Shabani for your hospitality. The first time I came here was in 2008, and so it's been a while, and I've had the great privilege and the honor really to work together with the talented surgeons, the administration here, the nurses, and everybody who really is involved in taking care of patients. And what we have focused on was, for one part, teaching and training,
but more recently also we've been able to get donations of medical equipment and technology here to Moi in Tanzania. And most recently, as Dr. Mpoki pointed out, a computer called the Brain Lab, which is a navigation system that helps us in brain surgery, but also in spine surgery, to be more precise and take better care of our patients. As Dr. Mpoki pointed out, a case that was done here today involved the biopsy of a tumor very deep in the brain, and to get there safely is very, very difficult, of course. You have to be very precise, and the navigation system, it's like a GPS system of the spine or of the brain. The navigation system really allows you to do these procedures with much greater precision, less invasive, and ultimately much better outcome in these patients. Mkuu wa chuo cha Kilimanjaro Institute of Technology and Management kilichopo Mwenge, Dar es Salaam na chenye ithibati na usajili wa NACTVET namba REG/ANE/029 anapenda kuwatangazia ofa maalum wahitimu wote wa kidato cha 4 2024 kwa kozi mbalimbali zikiwemo computer application, ICT for beginners, CCTV camera, video production, graphics design pamoja na sales and marketing. Kozi hizi zitaanza tarehe 2 mwezi wa 12 kwa awamu ya kwanza na tarehe 6 mwezi wa kwanza 2025 kwa awamu ya pili. Pia muhula mpya wa masomo kwa kozi za IT, hotel management na front office utaanza tarehe 8 January 2025. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0766348652 au 0717816034. KITM, elimu na ujuzi kwa maendeleo ya uchumi.